Ukimwambia mtu kwamba umetengeneza zaidi ya $909 just kwa kutumia tu TikTok, mtu anaweza kahisi labda ni uongo na akabisha. Lakini kwa watu ambao wapo kwenye huu mfumo wa Creator Reward Program, hichi ni kitu cha kawaida sana. So guys, leo niko hapa kuelekeza namna ya kutengeneza TikTok international account bila kutumia VPN. So hakikisha kwamba unaangalia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. As you can see, hii ni dashboard yangu ambayo nimeweza kufikisha kiasi cha $909.81 just tu kwa kuwa na hii TikTok international account ambayo hata wewe unaweza kuifanya hivi leo. Watu wengi wamekuwa wakiingiza pesa katika akaunti zao za TikTok pale ambapo huwa wanaingia live, ambapo huwa wanatumiwa gift, na baada ya hapo zikifikisha $100 ndipo wanaweza kuzitoa pesa hizo. Lakini leo hata kama hauwezi kwenda live au hauhitaji kuingia live, nimekuja na njia ambayo inaweza kuingizia pesa kwa kutumia video zako ambazo kwa kutengeneza TikTok international account utaweza kujiingizia kipato just kwa kutumia video zako ambazo huwa unaziupload kila siku lakini hazikuzalishia chochote. So ukiwa na hii TikTok international account utaweza kuingiza pesa kulingana na idadi ya viewers ambazo utakuwa ukizipata kupitia video zako ambazo utakuwa unaziupload katika hiyo account yako. Pia nitakuelekeza ni vigezo gani na masharti ambavyo unatakiwa uvitimize ili ukaweza kuingiza pesa kutumia hiyo Creator Reward Program. Ukiangalia kwenye account yako sasa hivi ambayo sio international, unaweza kukuta mfumo monetization yupo, lakini hii button ya Creator Reward Program kwako isiwepo. Sasa hii ndio button ambayo sisi tunaitumia na inatuingizia pesa kusema ukweli. Tengeneza TikTok international account ya kuhitaji wewe kwamba lazima uwe na Android au lazima uwe na iPhone. Hapana, ni simu yoyote. Lakini pia hakikisha hiyo application ambayo unayo katika simu yako sio TikTok Lite, hakikisha ni hii TikTok official app. So baada ya kuwa umeshapakua application ya TikTok kutoka either Play Store ama App Store, then utakwenda kuifungua kwa ajili ya kutengeneza account au kwa ajili ya kuadi account. So kama una account zako ambazo umeshazilinki hapo kabla, unaweza kugusa hii alama ya jina lako huku juu kwa ajili ya kuadi account. Ukishagusa hizo zitakuja account zako zote. Kama mimi unaweza kuona hizi hapa ni baadhi ya account zangu, lakini pia nitagusa hii button iliyoandikwa add account. Ukishaigusa button hiyo, then unaweza kuona inakuleta kwenye ukurasa kama huu. Hapa inakuleta katika ukurasa ambao inakwambia sign up for TikTok, lakini kuna option ambazo kuna continue with email, kuna continue with Facebook, kuna continue with Google. Lakini ukiangalia huku chini kuna sehemu imeandikwa by continue with account located in Tanzania, you agree our terms of service and acknowledge that you have read the previous policy. Sasa utakwenda kugusa hili neno hapa liloandikwa Tanzania. Utagusa hili neno Tanzania na baada hapo utachagua nchi tofauti na Tanzania. So kama mimi hapo naweza nikabadilisha labda nikaweka labda United States. So, nitakwambia kwa nini pia tunachagua nchi za kigeni. Kwa tumia nchi za kigeni kwa sababu Tanzania haipo katika nchi ambazo zinaruhusiwa kulipwa na TikTok. Nchi ambazo zinalipwa na mfumo wa huu Creator Reward Program ya kwanza ni United States au US, lakini pia kuna United Kingdom au UK, kuna Germany, kuna Japan, kuna South Korea, kuna France, kuna Brazil. So hizo ni nchi ambazo unaweza kuzichagua wakati unatengeneza hii TikTok international account. So guys, as you can see kwamba ukiangalia hapa chini sasa hivi imeandikwa kwamba by continue with an account located in United States, kwamba inaonyesha location yangu sasa hivi imekuwa located United States. Kutengeneza account kwamba mimi nikionekana niko United States nitaweza kupewa ile account ambayo mtu ambaye yupo United States huwa anapewa, au nchi ambayo ina accept huu mfumo wa Creator Reward Program ambayo anapewa. So ndo maana tuna set hapa chini United States. So then baada hapo utagusa continue with Google. So hakikisha kwamba una active Gmail account. Na pia hakikisha kwamba hiyo Gmail account ambayo unataka kuilinki na hii TikTok international program na TikTok account yoyote ile. So utakuja kugusa hii option imeandikwa continue with Google, na baada ya hapo itakuletea list ya akaunti zako ulizonazo zote katika device yako au katika simu yako. Kwa hiyo kama mimi nitachagua ya kwangu hii hapa ambayo ndio nataka ni linki na hii TikTok international account. Unaweza ukaona kama hapa inanileta kwenye ukurasa kama huu ambapo nahitajika kuandika birthday month. Sasa kumbuka, hakikisha kwamba unakumbuka kwamba tarehe na mwezi na mwaka ambao uliandika katika ile email au katika hiyo Google account ambayo unataka kuilinki na hii TikTok international account. So hakikisha kwamba unakumbuka hiyo vitu vitatu: tarehe, mwezi pamoja na mwaka. So then baada ya kuwa umeshajaza mwaka wako wa kuzaliwa au tarehe na mwezi, then utagusa hii button iliyoandikwa next. Ukishagusa hapo, so then baada ya hapo unaweza kuona account yangu imeshatengenezwa kama hivyo. So baada ya hapo unaweza kaadi jina lako hapa juu, kama mimi naweza nikagusa hapa na then nikaedit nikaadi jina langu hapa, labda mimi naitwa Joseph, kwa nitaandika labda ni Joseph.
then nitasave. Baada hapo itakuwekea done, then unaweza ukiangalia huku juu jina limebadilika. Pia unaweza ukaja kuedit hii username yako kwamba account yako unataka mtu akutafute kwa namna gani ya kupata. Lakini pia hapa chini kwenye bio unaweza ukaadi bio yako au kaelezea vitu gani ambavyo account yako inajihusisha kwa ajili ya watu wakaendelea kufahamu wewe unajihusisha na vitu gani. So mpaka hapo unakuwa umeshatengeneza TikTok international account. Lakini sasa utajuaje kama hii imeshakuwa international TikTok account? Unatakiwa kwamba ukigusa hii alama ya menu, hivi vimstari vitatu vilivyopo upande wa kulia juu, ukivigusa batani hizo zije option 4 kama unavyoweza kuiona hapa. Lazima ije creator tools, lakini lazima ije balance. Hapa ukitaka ujue kwamba hii ni international TikTok account, ukigusa creator tools lazima ikuleta kwenye mfumo huu, na ukiangalia hapa kwenye monetization na hii option imeandikwa creator reward program. Ukigusa programu hii, video ikipata viewers fulani unapata kiasi fulani cha pesa. Lakini pia kuna vigezo lazima uvikize, na mfano wa vigezo hivyo lazima uwe na miaka 18 kwenda juu, lakini pia lazima uwe na followers kuanzia 10,000. Lakini pia option ya 3, ili uweze kuingia katika huu mfumo au ili uweze kukubaliwa kuanza kuingiza pesa kwa kutumia huu mfumo, ndani ya siku 30 zilizopita lazima uwe na viewers 100,000, ndipo utaweza kukubalika katika mfumo huu wa creator reward program. So utakapofikisha vigezo hivyo, ukiangalia sehemu zote zilizowekewa X zote utazikuta zinatiki, inamaanisha hapo wewe uko tayari. Lakini kama labda utakuwa unahitaji TikTok wa kufahamishe pale ambapo utakapokuwa una uwezo wa kuingia katika hii creator reward program, utagusa hii button iliyoandikwa notify me when I'm eligible. Ukigusa hapo inamaanisha TikTok watakutumia email pale ambapo utakuwa na uwezo wa kumonetize content zako au video zako ambazo umekuwa ukizi-upload kupitia hii account yako ya TikTok. Naomba nirudie kusema kwamba kama umependa video hii hakikisha una subscribe, una like na kushare video hii kwa mshikaji wako ili wakaendelee